بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم نجنا وسلمنا من النار. جعل الله تبارك وتعالى الصوم حسنا وجنة وسعادة روحية. Ndugu katika imani, kwa hakika Allah tabaraka wa taala amejalia sheria hii ikuwepo kitengo cha saumu, kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan, na hii ni kinga na ni kizuizi kwamba sisi tusiwe ni wenye kuingia katika maasi ya kumwasi Allah tabaraka wa taala, bali ni saada, ni utulivu ambao unapatikana kwenye roho ya huyu muumini anapokuwa mwanadamu amefunga saumu, anajihisi kwamba yeye amepata hifadhi kubwa sana ya Allah tabaraka wa taala, bali anajihisi kwamba yeye amepata utulivu ambao hakuna zaidi ya utulivu unaopatikana kama vile ambavyo anavyokuwa huyu muumini anapokuwa kwenye funga. Lidhalika kullu ma yuqaddiruhu Allah wa yashra'uhu fahuwa lilhikma, kila kitu ambacho Allah tabaraka wa taala anachokikadiria na anachokiweka katika sheria yake huwa anakiweka Allah tabaraka wa taala kwa hikma zake. Na hikma kama hii inakuwa, au sheria kama hizi ambazo Allah tabaraka wa taala ameziweka zinakuwa ni tahqiqan limasalih alibadi fi dunya wal akhirah, kwamba kupatikana maslah ya huyu mwanadamu hapa duniani, kadhalika na kesho akhirah. Hiyo maqasidu sharia, makusudio ya sheria za Allah tabaraka wa taala yameweka kwamba ni kupata maslah hapa duniani, kadhalika na kesho akhirah. Na hili linatambulika kwa ufuatiliaji waliokuwa wamefuatilia wanavyoni
at-tadabu wal istiqra, kwamba mtu akiwa anaipata au anaifuata ile sheria ya Allah tabaraka wa taala, basi ndani yake anayo maslahi ambayo anayapata, imma ya kidunia au imma ya kiakhira au imma ya kidunia pamoja na ya kiakhira. Na maqasid al-sharia, makusudio ya sheria hizi za Allah tabaraka wa taala, wanavyoni wameweka katika vigawanyo viwili. Kuna makusudio ambayo ni al-am, yamekuja ni makusudio ni amatan, na kuna makusudio ambayo ni al-khassa. Tunaposema kwamba maqasid al-am au makusudio yale ambayo ni jumla, ni zile dharuriyat al-khams, yale mambo ambayo ni ya kidharura matano, kwamba imewekwa sheria ya Allah tabaraka wa taala kuja kuyahifadhi mambo haya matano, likiwemo jambo la hifdhuddin, kuhifadhi dini ya Allah tabaraka wa taala. Sheria ya Allah tabaraka wa taala kadhalika imekuja kuhifadhi mali zisiwe ni zenye kuchezewa ovyo ovyo na kupotezwa na kufujwa. Sheria ya Allah tabaraka wa taala imekuja kuhifadhi nafsi ya mwanadamu, kwamba mwanadamu au hao wanadamu wasiwe ni wenye kuuana ovyo ovyo. Sheria ya Allah tabaraka wa taala ikaja kuhifadhi kama hivi. Kadhalika sheria ya Allah tabaraka wa taala imekuja kuhifadhi al-aql, akili ya mwanadamu iwe itakuwa ni yenye kuhifadhika, sije kajiingiza katika mambo ya muskirat na kuipoteza ile akili. Lakini sheria ya Allah tabaraka wa taala pia imekuja kuhifadhi al-ilm, cheo cha huyu mwanadamu na manzila yake. Na tukitaja maqasid khassa au zile sheria ambazo ni khassa, ni kama vile sheria zilizokuja katika milango tofauti. Mfano, babu sala kaekwa sheria yake, babu siyam, mlango wa kufunga na sheria zake. Na hizi zote Allah tabaraka wa taala ameziweka sheria kama hizi lihikmatin baligha, kwa hikma ambayo ni kubwa sana. Labda tujiulize, je, hizi au hadhihi almaqasid, maqsudio kama haya, hal kana hadhihi almaqasid fi zamani as-sahaba? Je, maqsudio sheria kama hizi za Allah tabaraka wa taala zilikuweko katika zama za maswahaba? Almulahadh, kila ambacho kinalahidhiwa na kuonekana, annahu, kwamba haula as-sahaba ashu fi zaman at-tanzil, waliishi katika zama ambao iliteremshwa sheria ya Allah tabaraka wa taala, au ashu fi marahil at-tashri', waliishi katika zama za sheria ya Allah tabaraka wa taala. Lidhalika kanu yutabiqunahu au yutabiquna hadhihi al-maqasid fi af'alihim, walikuwa wakitabikisha masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam makusudio ya sheria kama hizi katika vitendo vyao, aqwalihim, mazungumzo yao, wa fitiyatihim kadhalik, katika kutoa fatwa kwao walikuwa wakitoa kulingamana na sheria ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo tunakuta Ibn Mas'ud radhiallahu anhu anasema kwamba masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa ni atharu nasa quluban, ni watu ambao
nyoyo zao zilizokuwa zimetahirika zaidi hata kuliko viumbe wengine, kuliko wale wanadamu wengine. Lakini wa aktharuhum ilma, na wao ndio walikuwa na elimu nyingi zaidi. Wa ahmaquhum fahma, na watu walikuwa wamebeba ufahamu wa ndani zaidi katika sheria hii ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo sheria hizi au makusudio ya sheria hizi za Allah tabaraka wa taala zilikuwepo hata katika zama za masahaba. Ndiyo unakuta wao wametabikisha kimaneno na kimatendo. Kisha ikaja marahil tofauti tofauti ila an jaa al-Imam al-Shafi'i wa alafa kitaba risala. Akaja mwanachuoni al-Imam al-Shafi'i akatunga kitabu hiki cha ar-Risala kilichokuwa kimebeba makusudio, sheria, ufahamu, usulul fiqh ndani yake, ilmu tofauti tofauti zilizokuwemo katika kitabu hiki cha ar-Risala. Kwa hiyo al-Imam al-Juwayni yeye ndio wa kwanza man takallama bihadha al-ilm, alizungumza kwa elimu hii ambayo ni ilmu al-maqasid ash-sharia, ilmu ya makusudio ya sheria ya Allah tabaraka wa taala. Thumma tabi'ahu al-Ghazali sahibu al-Mustasfa, kisha akafuatiliwa hapo na al-Imam al-Ghazali ambaye ni mtunzi wa kitabu cha al-Mustasfa, ila an jaa al-Imam al-Shatibi, mwanachuoni al-Imam al-Shatibi, waja'alaha ilman mustaqilla. Alipokuja yeye akaijalia kwamba elimu hii ya makusudio ya sheria ya Allah tabarak, maqasid sharia, akaijalia kwamba ni ilmu iliyoiweka katika ilmu mustaqilla, kwamba ni fani ambayo iko kivyake, inatakikana kusomwa, inatakikana kufahamika, ili watu wapate kujua zile makusudio za sheria za Allah tabaraka wa taala. Maqasid as-siyam, makusudio ya funga ambayo sisi tunaifunga hasa katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhan, kama dhakarna anifa au sabiqan, minha huwa tahqiq al-ubudiyyah lillahi, kwamba Allah tabaraka wa taala hikma yake kwamba kuweka sheria hii ya wana Adam kufunga somo ya Ramadhan ni kuhakikisha kwamba watu wanamwabudu Allah tabaraka wa taala. Tahqiq al-ubudiyyah lillah, kuhakikisha kuabudiwa kwa Allah tabaraka wa taala. Ndio unaipata al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah anasema kullu ma jaa fi al-Qur'an, kila ambacho unakiona, na haya ni maneno yake muhimu sana ameyataja, kwamba kullu ma jaa fi al-Qur'an, kila ambacho kimekuja katika Qur'an, kitabu cha Allah tabaraka wa taala, basi anasema jaa fi surati al-Baqara. Kila kitu ambacho unakiona kimetajwa katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala, haya ni maneno ya al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, sio maneno yangu. Kila ambacho unakiona kimekuja katika Qur'an, basi jaa fi surati al-Baqara, ni kwamba kimekuja katika suratul Baqara. Na suratul Baqara imejaza ndani yake sheria nyingi za Allah tabaraka wa taala. Wa kullu ma jaa fi suratul Baqara
Na anasema Ibn al-Qayyim kwamba kila ambacho nakiona kimeletwa na kuja katika suratul Baqara jaa fi suratil Fatiha, pia kimekuja katika suratul Fatiha. Kisha akasema wa kullu ma jaa fi suratil Fatiha jaa bi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maneno mazito sana kwamba kilichokuja katika Qur'an basi kinapatikana katika suratul Baqara, na kilichokuwepo katika suratul Baqara kinapatikana katika suratul Fatiha. Lakini kile ambacho kinapatikana katika suratul Fatiha kimekuja kinapatikana katika aya ambayo iyyaka na'budu, wewe sisi tunakuabudu Allah tabaraka wa taala, al-ubudiyyah lillah, at-tauhid, wa iyyaka nasta'in, na sisi kwako wewe Allah tabaraka wa taala ndiyo tunategemea, tunataka msaada kwako wewe Allah tabaraka wa taala. Lidha min maqasidi as-siyam, katika malengo na makusudio ya funga hii ambayo tunaifunga ndugu katika iman, ni tahqiqul ubudiyyah lillah, kwamba watu kuhakikisha kwamba anaabudiwa Allah tabaraka wa taala. Tulitangulia tukataja kwamba watu lazima wawe na ikhlas, wawe watatakasa zile amali zao kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Lidhalika jaa min shuruti qabuli al-a'mal, katika masharti ambayo ni ya kubalika matendo ya huyu mwanadamu, an yakuna khalisan lillah, kwamba ni matendo lazima yawe kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Al-ikhlas wal mutabaa, yani lazima mtu ayatende yale matendo ya Allah tabaraka wa taala, ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala bil ikhlas wal mutabaa. Vipi basi kama itapatikana ikhlas lakini kukosekana mutabaa? Hal yasiru hadha al-amal hasan, yani ukipatikana mtu anamwabudu Allah tabaraka wa taala kwa nia yake safi kisawa sawa, lakini ndani yake hakumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna mutabaa wa kufuata sheria ya Allah tabaraka wa taala, amali yake itakubalika? Hii amal tunasema kwamba ni amalun mardud, kwa sababu masharti ya kukubalika matendo ya huyu mwanadamu lazima kupatikane masharti mawili, al-ikhlas wal mutabaa, kwamba mtu awe ataifanya ile amali yake kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, na aifanye kulingamana na ufahamu wa sheria ya Allah tabaraka wa taala kwa kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lidhalika qala Fudayl ibn Iyad fi qawlihi ahsanu amala, Allah tabaraka wa taala aliposema katika Qur'an, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ili apate kuwaonja nini na kuwatahini nyinyi, ayyukum ahsanu amala, ni nani alikuwa na matendo yaliokuwa mazuri. Yani maana ya ahsanu amala aswabuhu wa akhlasuhu, yani yale matendo yaliokuwa sawaban, yani yaliokuwa sawa sawa, yalikuja kulingamana na sheria ya Allah tabaraka wa taala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yalikuwa yameepukana na shirki ndani yake, yalikuwa na ikhlas ya tabaraka wa taala. Ndiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba innamal a'malu binniyat, hakika kwamba matendo ya mwanadamu yanakubalika kulingamana na zile nia ambazo wale wanadamu nia zao wanakuwa ni wenye kuziweka wenyewe. Al-insan, huyu mwanadamu anapokuwa ni mwenye kufungwa, mutalabun bin niyya, anatakikana kwamba yeye atie nia ya kufunga
wa dhalika fi kulli laylati, na hili ni kwa kila usiku, kila inapoingia usiku wake kwamba yeye lazima atienia kwamba mimi kesho ninafunga. Hapa ndiyo yale matendo au hii ibada ambayo tunaifanya, ibada ya funga, itakuwa ni yenye kukubalika. Innamal a'malu binniyat. Hadithi hii qala ulama, wanavyona wanasema katika jumla ya hadithi ambazo imejumuisha au yaqumu alayha nisfu ad-din, hadithu niyya ni hadithi ambayo imekuja kujumuisha nusu ya dini ya mwanadamu. Yani ni hadithi ambayo imekuja katika janib al-ikhlas, upande ambao ni upande wa ikhlas, wa kutakasa ile nia au tahqiq al-ubudiyya, kuhakikisha kuabudiwa kwa Allah tabaraka wa taala bin nia, kwa ile nia ambayo mtu anakuwa ni mwenye kufanya. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine akasema, man ahdatha fi amrina hadha, yeyote yule ambaye atazusha au atazua katika jambo letu hili la dini, fa huwa rad. Hii ni hadithi nyingine ambayo kadhalika jamaa alaiha nisfu ad-din, ni hadithi ambayo imejumuisha nisfu ad-din ambayo imebakia. Yani ni hadithi yaqumu janibul akhar lid-din, inasimama ule upande mwingine wa dini. Dini imesimama katika upande wa nia, ikhlasul amal, na dini imesimama katika upande wa kufanya yale matendo almutabaa, kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo lau kwamba huyu mwanadamu atakuwa ni mwenye kufanya yale matendo, lakini akayatenda yale matendo duna mutabaa, basi na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi huyu mwanadamu atakuwa anakwenda kinyume na sheria ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo watu wanapokuwa wanafunga somo hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, wanatakikana kila leo, kila siku waifanye upya ile somo yao, ile nia yao. Jambo lingine ambalo tunalizungumzia ambalo ni katika maqasid na tulilitaja katika wiki iliyopita, ni kwamba limetajwa katika aya ya Allah tabaraka wa taala, makusudio ya funga hii ni kwamba Allah tabaraka wa taala ameiweka ni special, kwamba watu wawe watakuwa wenye kupata uchaji Mungu, kwa dalili ya aya ya Allah tabaraka wa taala aliposema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao umeamini, kutiba alaykumus siyama kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi ambao umeamini, imefaradhishwa kwenu nyinyi funga kama ilivyokuwa imefaradhishwa kwa watu waliokuwa kabla yenu nyinyi, ili huenda nyinyi mkawa wachaji Mungu. Kwa hiyo katika malengo ambayo ni malengo ya funga pia ni kule kupatikana uchaji Mungu. Ndio unakuta kitabu cha Allah tabaraka wa taala kuongezea ili makusudio kama haya ambayo tuliyataja ya uchaji Mungu, hakikutaja maana taqwa. Hakuna mahali ambapo katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala utakuwa ni mwenye kusoma ukapata kwamba ndani yake kuna maana ya uchaji Mungu, yani taarif wa maana taqwa haipatikani katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Lakini Al-Qur'an yatahaddath an sifati al-muttaqin,
Qur'an inazungumza na kutaja zile sifa ambazo ni sifa za watu wachaji Mungu. Ikataja katika aya nyingi tofauti sifa za watu ambao ni wenye kumcha Allah tabaraka wa taala. Alladhina yunfikuna fi sarra'i wa dharra, watu ambao ni watoaji, wanatoa wakati wa shida, wanatoa wakati wa raha, wao ni wingi wa kutoa. Ndio unakuta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kana jawadan, alikuwa ni mtoaji sana, mpaka akasifiwa kwamba yeye utoaji wake ulikuwa ukizidi kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale ilipokuwa ikishuka ile Qur'an, na utoaji wake ukasifiwa kama vile ar-rihul mursila, ashaddu min ar-rihil mursila, yani anatoa zaidi hata ule upepo ambao ni upepo wa rahma. Hivi ndivyo ulikuwa utoaji wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sifa ya kutoa ni katika sifa ambayo ni sifa ya watu wachaji Mungu. Lakini katika sifa ambayo imetaja pia ndani ya watu wachaji Mungu katika Qur'an ni watu ambao wanazuia zile hasira zao, al-qadhimin al-ghayb, watu ambao wanazizuia zile hasira zao wanapokuwa wao wameudhiwa, wamekasirishwa na wengine kwa mambo haya yanapitika hapa katika hii dunia, basi wao wanakuwa ni wenye kuzuia zile hasira zao. Lakini wanayo sifa pia ambayo wal-afina anin nas, watu wataji Mungu ni watu ambao ni wenye kuwa na msamaha, kuwasamehe wale wenzao, wale ambao walikuwa wamewakasirisha. Hizi ni katika sifa ambazo zimetaja ni sifa za watu ambao ni wachaji Mungu. Lakini katika sifa ambazo ni za wachaji Mungu pia zinazotajwa katika Qur'an, al-muqimina as-salah, watu wachaji Mungu ni watu ambao wanasimamisha swala, yani wanaziswali zile salawatul khams, swala tano wanaziswali kama vile inavyotakikana. Hii ni katika sifa ya watu ambao ni wachaji Mungu. Kwa sababu gani Allah tabaraka wa taala akataja kwamba sifa za watu wachaji Mungu kwamba ni wenye kusimamisha swala? Kwa sababu swala tanha anil fahsha'i wal munkar, swala inakuwa ni yenye kuondosha munkar, uovu, uchafu. Haiwezekani kwamba huyu muumini awe ni mtu mswaliji, mtu ambaye anaswali salawatul khams, alafu yeye awe katika miongoni mwa watu ambao wanafanya yale maasi. Hii inakuwa swala yake haimkatazi yeye na yale ambayo ni machafu na maovu. Kwa hiyo itakuwa ni swala ambayo kuna walaki ndani yake. Lakini katika sifa ambazo ni sifa za wachaji Mungu zinazotajwa katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala ni wale watu ambao idha dhukirat ayatuhum wajilat qulubuhum, zinapotaja zile aya za Allah tabaraka wa taala, basi zile nyoyo zao zinakuwa ni nyoyo ambazo zinakuwa ni zenye kuogopa. Khafat, nyoyo ambazo zenye kuogopa, bali wadharafat minhumul uyun, macho yao yakawa yanabubujikwa na kutoka na machozi. Ndugu katika imani, wachaji Mungu ni watu ambao ni waumini na ni watu ambao wamebeba sifatul anbiyai, wamebeba sifa ambazo ni sifa za manabii. Manabii katika miongoni mwa sifa zao walizokuwa nazo, kanu yusari'una fil khairat, walikuwa wanakimbilia yale mambo ambayo ni ya kheri. Walinsan, na mwanadamu anatakikana daiman
an yahrusa ala awsaf au an yahris ala awsaf almuttaqin, kwamba yeye awe ni mwenye kukimbilia zile sifa ambazo ni sifa za watu ambao ni wachaji Mungu. Sifa za watu wachaji Mungu zimetajwa kwa wingi sana katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala, na uchaji Mungu kama tulivyotangulia kusema kwamba ndiyo makusudio ya Allah tabaraka wa taala kuweka sheria hii ya funga. Ya ayyuhalladhina amanu, khitabu huna lilmu'minin, wanahutubia wale waumini. Ukiona aya ya Allah tabaraka wa taala imeanza na hii nida ima ya kuhutubia waumini, ya ayyuhalladhina amanu, imekuja hivyo, au imekuja ya ayyuhan nas, hii ni nida. Basi Ibn Mas'ud anasema kwamba idha sami'ta, utakapokuwa wewe mwenye kusikia, bi ayyuhalladhina amanu, kwamba ukasikia kwamba aya imeanza kwa enyi ambao umeamini, au bi ayyuhan nas, au aya imeanza kwa kusema enyi watu, fa'ayu, basi wewe zinduka ufahamu, zindua masikio yako, ufa'ayu sam'ak, zindusha yale masikio yako, fa innahu amrun, hii imma ni ambayo amara Allah tabaraka wa taala, kwamba Allah tabaraka wa taala ameiamrisha, au naha Allah tabaraka, au ni makatazo ambayo Allah tabaraka wa taala ameyakataza. Yani maqasid sharia, makusudio ya sheria ya Allah tabaraka wa taala, kama tulivyotangulia, yamekuja kuweka kitengo cha saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ili watu wakiwa wamemaliza mwezi huu mtukufu wa Ramadhani wawe ni wachaji Mungu. Na tulileta taarifu ya maana taqwa, kama arafa al-Imam Ali ibn Abi Talib, al-khawf min al-jalil, kumwogopa Allah tabaraka wa taala, wal amal bitanzil, na kuifanyia kazi at-tanzil ambayo ni Qur'an ya Allah tabaraka wa taala iliyokuwa imeteremshwa, wal qana'atu bil qalil, na kukinai na kile kidogo au kile kichache ambacho unakuwa mwenye kukipata wewe mwanadamu, wal istidadu bi yawmir rahim, na kule kujiandaa na ile siku ambayo ni siku ya kuondoka hapa duniani, yaumul qiyama. Ndugu katika imani, taqwa ni amrun ghaibiyun, uchaji Mungu ni jambo ambalo ni la ghaib, analijua ni Allah tabaraka wa taala. Yeye ndio anajua kwamba nani ni mchaji Mungu, nani si mchaji Mungu. Sio ni kwamba ni jambo ambalo hisiyo utalihisi. Labda kwa mfano, mtu akiwa na mali utajua kwamba huyu ni tajiri, anayo mali, au mtu akipandishwa cheo utajua huyu ni mtu amepandishwa cheo, lakini huwezi kujua ni nani mtu ambaye ni mchaji Mungu, isipokuwa utapata kuziona sifa ambazo Allah tabaraka wa taala amezitaja. Amrun ghaibiyun min maqasid al-uzma, katika makusudio ambayo ni makusudio makubwa zaidi, mbali na kwamba watu kuhakikisha kuabudiwa kwa Allah tabaraka wa taala peke yake, mbali na watu kuwa wachaji Mungu, makusudio ya funga hii ambayo tunaifunga, al-inabatu wa tazkiyatu an-nafs warujuu ila Allah tabaraka wa taala, ni kule kufanya toba na kurejea kwa Allah tabaraka wa taala, na kuzisafisha zile nafsi zetu kutokamana na yale maasi. Qul Allah tabaraka wa taala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, yani
regeeni kwa Allah tabaraka wa taala na mujisalimishe kwa Allah tabaraka wa taala. Al-inaba bimaana at-tauba, fanyeni tauba katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kwa kurejea kwake yeye Allah tabaraka wa taala. Hili la kufanya tauba ni katika maqasid as-siyam, kwamba Allah tabaraka wa taala akaiweka funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, malengo yake kwamba wanaadamu wapate kurejea kwake yeye, wanaadamu watubie madhambi yao waliokuwa wamemkosea Allah tabaraka wa taala. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Al-Imam Ibn al-Jawzi anasema wa aslimu bimaana al-istislam wal-inqiyad, ni kule kujisalimisha kwa Allah tabaraka wa taala, wal-inqiyad, na kule kufuata ile sheria ya Allah tabaraka wa taala. Yani tajdidu sila ni kule kufanya upya yale mafungamano bainaka wa baina rabbik, baina yako na Mola wako, walinabatu, na kule kurejea kwa Allah tabaraka wa taala. Na hili la kurejea na kufanya tauba, kurejea kwa Allah tabaraka wa taala, anatakikana mwanadamu kila leo awe atakuwa ni mwenye kurejea kwa Allah tabaraka wa taala, kwa sababu wanaadamu ni wengi katika kumkosea Allah tabaraka wa taala. Makosa anayofanya yanakuwa ni mengi sana. Wahris daiman an takuna min al-mukhlisin, lakini pia fanya pupa daima kwamba wewe uwe katika watu ambao ni mukhlisin, watu ambao wanajitakasa nafsi zao kwa Allah tabaraka wa taala. Na kujisafisha kutokamana na maasi na madhambi ya Allah tabaraka wa taala kuna njia nyingi sana, lakini moja katika njia ambazo wanavyoni wanaziashiria ni watu kusoma vitabu ambavyo vinazungumzia madarij ash-shaytan, yani mbinu za huyu shaytan, namna anavyokuwa ni mwenye kumkonga na kumwingilia huyu mwanaadamu katika nafsi yake na kumshawishi akawa yeye ni mwenye kumwasi Allah tabaraka wa taala. Taarif au ta'rif ala khatawat ash-shaytan, upate kuzujua zile khatwa au steps ambazo anazichukua shaytan, kwa sababu kama tunavyojua alitaja Ibn al-Qayyim khatwa za shaytan, kwamba shaytan steps anazozitumia, njia anazozitumia, kwamba ili kumuingiza huyu mwanadamu katika makosa. Awwalu shay, jambo la kwanza kabisa, shaytani yuhawiluka ila shirk, anakuja kukushawishi wewe kwamba jambo la kwanza umshirikishe Allah tabaraka wa taala. Akishindwa shaytani katika kukuingiza wewe katika ushirikina, yudkhiluka fil bid'ah, atakuingiza wewe katika mambo ya bid'a, mambo ya uzushi. Ameshindwa katika hatua ya kwanza, hatua yake ya kwanza shaytani anaitumia, anakuingiza katika ushirikina, kwamba wewe umshirikishe Allah tabaraka wa taala. Na shirki ndio dhambi kubwa ambalo mwanadamu anatakana kuepukana nalo. Sasa shaytani akikujia wewe, anakujia ili mwanzo kabisa kukushawishi wewe kuingia katika ushirikina. Akikuona kwamba wewe umeshindwa kuingia katika ushirikina, akikuona kwamba wewe uko katika njia iliyonyooka katika tauhid,
basi anakujia katika njia nyingine akakuingiza katika bid'a, kwamba wewe uingie katika swala la bid'a, uzushi. Akiona kwamba wewe umeshindwa kuingia katika bid'a, shetani bidii yake haishilii hapo, haiwi ndiyo mwisho, anakuingiza katika almuharramat au alkabair, anakuingiza katika mambo ya haramu, katika madhambi makubwa. Anajaribu kukushawishi na kuletea kila mbinu kwamba wewe uingie katika madhambi makubwa. Akishindwa hapo, anakuingiza wewe katika as-saghair, madhambi madogo madogo. Akiona kwenye madhambi makubwa ameshindwa, madhambi madogo ameshindwa, basi sheitani anakushawishi tena, anakuingiza katika al-makruhat, mambo ambayo yanakuwa ni makruh, mambo ambayo wewe utaona haya nikifanya si ni jambo ambalo linakirihisha peke yake, ni jambo ambalo ni makruh, jambo ambalo siandikii madhambi. Akikuona wewe katika makruh umeshindwa, ameshindwa kukuingiza, anakuingiza, anakuja kukushawishi katika mambo ya almubahat, mambo ambayo hata ambayo ni halali, yameruhusiwa. Sasa anatumia mbinu yake pia katika mambo ambayo ni ya mubahat, ili kukushawishi wewe upate kumkosea Allah tabaraka wa taala. Atakaposhindwa katika mambo haya ya mubahat, na hili ndiyo jambo la mwisho ambalo sheitani hapo, na wengi katika wanaadamu wanakuwa wenye kushindwa kujizuilia katika jambo kama hili. Adkhalaqa fi marhalati al-akhira la yastati'u an yakhruja minhum, hapa anakuingiza katika marhala ya mwisho ambayo mwanadamu hawezi kutoka katika marhala kama hii. Atakushughulisha na lile jambo almuhim ala alaham bil aham, kwamba kuna lile ambalo unatakikana ni la muhimu kulifanya, kutekeleza ile ibada ndio jambo la muhimu la mwanzo. Lakini shetani, ili wewe upate kuingia katika kosa na dhambi la kumuasi Allah tabaraka wa taala, atakuja kukushawishi, atakwambia hili sio muhimu bana, lakini hili ambalo utakuwa wewe mwenye kulifanya lako la kibinafsia, hili ndiyo muhimu. Sasa hapa wanaadamu wengi ndipo walipokuwa wamewezwa na huyu shetani, akakushughulisha na yale mambo ambayo ni ya muhimu, akakuwa ya muhimu ukayaacha, ukafuata yale ambayo sio muhimu, ambayo ni katika masala ya kumtii Allah tabaraka wa taala. Ndiyo akachukua ahadi la aghwiyannahum ajma'in, kwamba mimi wallahi nitawapoteza hawa wanaadamu wote, kwa sababu shaitan akuna khatawat, akuna njia bad'an min ashirk, akianza katika swala la ushirikina mpaka kufikia katika ile swala la kwamba la muhimu ukawa wewe umeliacha, unafuata ile jambo hata ambalo sio muhimu. La ughwiyannahum ajma'in, mimi nitakwenda kuwapotosha wote, illa ibadakal mukhlisin, isipokuwa wale waja wako ambao ni waja wema. Ndugu katika iman, al-inaba wat-tawbatu ila Allah, kurejea na kutubia kwa Allah tabaraka wa taala, ndiyo katika miongoni mwa maqasid ash-sharia, ndiyo makusudio ya sheria ya Allah tabaraka wa taala. Akaiweka kitengo kama hiki kwamba watu wao watakuwa ni wenye kufunga, warejee kwa Allah tabaraka wa taala kwa kuacha yale madhambi yote, kwa kutaka msamaha wa Allah tabaraka wa taala. Wala mwanadamu asifikirie kwamba yeye labda amefanya madhambi makubwa sana kwamba hawezi kusamehewa na Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala anasamehe madhambi, hata madhambi ya ushirikina anasamehe. Allah tabaraka wa taala anasamehe dhambi la kuua,
Allah tabaraka wa taala anasamehe dhambi la uzinifu, madhambi yale ambayo unayaona ni makubwa makubwa. Allah tabaraka wa taala yote haya madhambi anakuwa ni mwenye kuyasamehe, maadamu wewe uko katika qaidi alhaya, uko katika huu hai, najua halijachomoza kutoka magharibi kuelekea katika sehemu ya mashariki, basi unayo chance kwamba wewe kuomba msamaha kwa Allah tabaraka wa taala. Nitamalizia jambo hili la kutubia kwa Allah tabaraka wa taala kwa kutaja kisa cha bwana mmoja ambaye aliua, na ni kisa maarufu, kila mara watu wanakisoma wanakielezea kwamba alikuwepo bwana mmoja katala 99 nafsan, aliua nafsi 99. Sasa alipokuwa ameua nafsi 99, hili jambo likawa limemhuzunisha sana. Akatoka siku moja kwamba yeye anakwenda kutafuta tauba ya Allah tabaraka wa taala, kutubia. Ameua nafsi 99. Sasa akatoka katika ile ardhi aliyokuwa anaishi, anaenda kutafuta tauba ili aweze kusamehewa na Allah tabaraka wa taala. Fakharaj, akatoka yule bwana. Sasa katika kutoka akakutana na bwana mmoja katika ubad, watu ambao ni wachaji Mungu, watu wenye kuabudu, yani watu waliokuwa wamejikita katika misikiti, kazi yao ni kuabudu. Akamuuliza yule bwana, akamwambia, bwana, mimi huko ninakotoka nimetoka, lakini mimi nimeua nafsi 99. Je, nitapata kweli tauba ya Allah tabaraka wa taala? Yule mchaji Mungu ambaye kazi yake ni kuabudu Allah tabaraka wa taala hakuwa na ilmu, akamwambia, wewe huna kupata tauba, huna kusamehe, umeua watu 99, wewe upate toba ya Allah tabaraka wa taala. Yule bwana alipoambiwa maneno kama yale kwamba huyu ashanikatisha tamaa mimi, basi akampiga panga, fakammala al-100, akakamilisha kwamba yule akawa ni mtu wa 100. Kwa hiyo akaua nafsi 100. Huyo akatoka. Sasa alipokuwa ametoka, bado anakwenda kutafuta hiyo tauba, akakutana na bwana mmoja ambaye alikuwa ni alim, mtu ambaye ni msomi, alikuwa amesoma dini ya Allah tabaraka wa taala na sheria ya Allah tabaraka wa taala. Alipokutana naye akamwambia, ewe baba, mimi nimeua nafsi 100. Badala nafsi 90 sababu mimi nimeua nafsi 100. Je, mimi ninayo tauba ambayo nitaweza kutubia nikasamehewa na Allah tabaraka wa taala? Yule bwana kwa kuwa ana ilmu, ana ufahamu wa sheria ya Allah tabaraka wa taala, akamjibu akamwambia, ndiyo, unayo tauba, naweza kuomba msamaha kwa Allah tabaraka wa taala na ukasamehewa, lakini wewe huko unaotoka, hiyo ardhi unayotoka ni ardhi ya watu ambao watu waovu, ardhu su, ardhu ahli su, watu ambao umeishi nao huko ni watu ambao waovu. Sasa nenda katika ardhi ambayo ni ardhi jirani. Ardhi kama hiyo utapata watu ambao ni watu wema, waliokuwa wamejitenga, wanamwabudu Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ukienda katika ardhi kama hiyo, basi wewe nenda ukaungane nao, wende ukafanye tauba, ukatubie, umuombe msamaha Allah tabaraka wa taala, atakusamehe.
hadithi hii tunapata mafundisho mengi sana. Miongoni katika mafundisho ni kwamba awala, haifai mwanadamu kuzungumza na kutoa fatwa biduni ilmu, basi na elimu. Mtu akajitolea fatwa baada ya kwamba ameuliza maswali, jambo hajui, akatoa fatwa yake biduni ilmu, basi na elimu. Jambo la pili katika faida ya hadithi hii ni kwamba tunapata faida kwamba mwanadamu ni mwenye kupata tauba wakati wote yule, maadamu yeye hajakata ile roho yake, wala jua hajachomoza upande wa magharibi kwenda mashariki, basi huyu anaye toba ya Allah tabaraka. Hizi katika miongoni mwa faida za hii hadithi. Kwa hiyo makusudi yetu tunataka kufikia hapa kwamba yule bwana akawa yuko njiani anaelekea katika ardhi ambayo ni ardhi ya watu wema. Akafika sehemu katika njia, fajaa ilayhi almaut, fika njiani kikamjia kifo, kamjia malakul maut pale. Yule bwana akawa amefariki, hajafanya tauba, lakini yeye nia yake anakwenda katika ardhi ambayo ni ardhi ya watu ambao ni watu wema, kwenda kufanya ile tauba ya Allah tabaraka wa taala. Sasa baada ya kufariki, wakaja malaika al-adhab wa malaika ar-rahma, malaika ambao ni malaika wa adhabu na malaika ambao ni malaika wa rahma. Kila mmoja anavuta kwake yeye, asema huyu ni mtu wetu, huyu wa peponi. Yule mwingine asema huyu ni mtu ambaye ni mtu mwovu. Malaika wakaja pale, wakawa sasa wanavutana katika jambo kama hili, katika kuhukumu huyu mtu ni mtu wa peponi ama ni mtu wa motoni. Je, huyu mtu amepata tauba ama hakupata tauba? فأرسل الله تبارك وتعالى ملكا بسورة آدمي. Allah tabaraka wa taala akatumiliza pale malaika kwa sura ya kibinadamu, akaja pale ili kuja kufanya miqyas na kupima kwamba huyu bwana ardhi aliyokuwa ametoka na ile ardhi anayokwenda, ikiwa ardhi anayotoka ni ardhi ya watu waovu, ameiacha na ameingia ardhi ya watu wema, basi huyu awe ni katika miongoni mwa watu wema. Ikiwa huyu bwana bado yuko katika ardhi ya watu waovu, basi huyu atakuwa ni katika watu waovu. Imekuja katika riwaya, katika ile hadithi anasema yule bwana katika sakaratul maut fanaa ala sadrihi, yani alipokuwa akichukuliwa ile roho yake akawa anajikokota na kujisukuma kwa kifua chake, anasonga polepole hata dakhala fi ardi ahli alkhair, mpaka akaingia katika ardhi ambayo ni ardhi ya watu wa kheri. Na imekuja katika riwaya nyingine kwamba Allah tabaraka wa taala amara ardhu ahli as-su', Allah akaamrisha ile ardhi ya watu wale ambao ni watu waovu, anta ba'adi, kaamrisha kwamba ile ardhi kwamba wewe kwenda mbali, kuwa mbali, na akaiamrisha ile ardhi ambayo ni ardhi ya watu wema, taqarabi, kwamba ewe ardhi kurubia. Kwa hiyo alhasil kwamba yule bwana akawa yeye baada ya upimaji akaonekana ameingia katika ardhi ya watu wema, akawa ameipata ile tauba ya Allah tabaraka wa taala. Min maqasid sharia, makusudio ya sheria hii ya Allah tabaraka wa taala, ndugu waumini, sheria hii ya kuweko kitendo hiki cha funga, baada ya kwamba al-ikhlas lillah wa tahqiq al-ubudiyya wa taqwa Allah, kuna makusudio pia ya kwamba hawa wana Adam al-inaba, kwamba wao warejee ila Allah tabaraka wa taala, warejee kwa Allah tabaraka wa taala kwa njia zote zile ambazo zimewekwa, waombe msamaha kwa Allah tabaraka wa taala. Kama watu walikuwa ni washirikina, warejee kwa Allah tabaraka wa taala, watubie. Kwamba watu walikuwa
wanafanya madhambi tofauti, maasi ya kumuasi Allah tabaraka wa taala, basi wajikatishe katika maasi kama yale na waingie katika kumtii Allah tabaraka wa taala, na waombe msamaha wake Allah tabaraka wa taala, na yeye Allah tabaraka wa taala yuko tayari kuwakubali kwa njia moja au nyingine. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.